Mtenda dhambi hana heshima rohoni na mwilini. Ukiona watu wanaanza kukudharau mwilini, ujue hiyo dharau haijaanzia mwilini, imeanzia rohoni. Kwa sababu chochote ambacho mwanadamu anakifanya kwa nje, matokeo yake na chanzo chake ni rohoni. Maamuzi yoyote ambayo mwanadamu anayachukua mwilini na anayafanya mwilini, hayo maamuzi yanakuwa yamepangwa na yameratibiwa kwanza rohoni. Mwili una respondi tu. Dhambi kuna kiwango fulani inakuondolea, na usipokaa vizuri inaweza ikaondoa kiwango chote, ukajikuta hauna kitu. Kuna kiongozi mmoja mkubwa tu wa nchi hii, kwenye pitapita zake alikutana na dada mmoja mrembo sana. Alipomtongoza wakaingia kwenye mahusiano, na yule dada hakuwa na hiana, akakubali baada ya kuona status ya yule kiongozi na heshima yake na nini na nini, kutoka tena na mkuu kwenye nchi. Jamani, si ni heshima kwa macho ya kibinadamu. Kwa hiyo akatoka naye. Kumbe yule dada alikuwa na mahesabu yake, akaenda na kamera. Kwa hiyo walipokuwa kwenye mambo ya faragha, yule dada akawa na karekodi, akawa na video zake nyingi tu. Alafu baada ya kuwa na zile video akamwambia yule kiongozi, akamwambia, mimi na wewe basi, lakini nakupa account number hizi hapa, kila mwezi unaweka 7,000,000. Usipoweka hizo 7,000,000 naachia hizi video mtandaoni. Ndio kute mtu ana mawazo ya kugombea urais siku za usoni. Na yule kiongozi ana uwezo wa kuamuru huyo binti akauawa, lakini akamwambia, ikitokea nimekufa hautakuwa umeniweza, kwa sababu hizi video nimezituma kwa watu, hao wataziachia. Msifu Yesu Kristo. Na ikitokea nimekufa watajua wewe ndio umeniua kwa sababu ya hizi video, na wao wataziachia. Kwa hiyo kuna mahali nimezitunza. Muona dhambi ilivyo na gharama. Yule kiongozi akawa ananiambia, mwalimu, yani kila mwezi mepatikana. Sifa Yesu Kristo. Dhambi ina gharama na dhambi ina matokeo. Bisha sasa, watu wanaachia vitu vyako mtandaoni. Una watoto, we ni mkuu kwenye ofisi fulani, umekamatika kwa kiwango hicho, unafanyaje? Nini matokeo ya dhambi? Na ananiambia, mwalimu, sijui tutafanyaje ili